nichukue nafasi kwa sababu mwenyekiti wa wilaya hii ya Mbarali, Mzee Hamisi Mwambanga, katibu wa idara ya diakonia ndugu Eric Mahenge, na watendakazi wenzako katika ofisi ya diakonia, wawezeshaji kutoka Dar es Salaam, sasa waandishi wa habari na wanasemina wote kwa ujumla wake. Mwanakondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tunashukuru kwa ajili ya kutupokea wenyeji wetu katika wilaya hii ya Mbarali na katika ushirika huu wa Rujewa. Tunashukuru sana, asanteni. Pia napenda kuwapongeza kwa safari zenu ninyi nyote wana semina ambao tunaianza semina hii leo. Karibu takriban wiki nzima inatupeleka mpaka mwishoni mwa wiki. Hongereni sana kwa safari ambao mmeshafika tayari na wanaoendelea na ambao wako njiani. Muombe Mungu awafikishe salama. Hongereni sana kwa safari. Lakini pia naomba kuwapa hongera zangu kwa ajili ya semina hii ambayo imeandaliwa vizuri kutoka ofisi ya udiakonia na wakufunzi wetu wazuri kutoka huko Dar es Salaam. Hongereni sana kwa maandalizi ya semina hii ambayo imekutanisha siku ya leo ili tupate kujifunza mengi yanayohusiana na maisha yetu ya kila siku. Hongereni sana. Sasa tunapoanza karibu sasa ni wakati wa kuanza semina yetu. Naomba tupate kumtanguliza Mungu katika semina hii tunaposafiri kwa wiki zima, ili ulinzi wake uwe pamoja na sisi katika mahitaji yetu yote na hata kiafya, na pia atujalie akili nzuri na utulivu ili tupate kuyapokea yale ambayo wakufunzi wetu wamepata kutuandalia kwayo katika hiyo. Kwa hiyo tutaongozwa na neno la Mungu kwa ufupi ambao ndio utakuwa ni utangulizi tayari kwa kufungua semina yetu kwa leo hii tarehe 10 ya mwezi wa 6 katika mwaka huu wa 2025. Tangulia na wimbo Ewe Roho wa Mungu. Katika majira ya kanisa sisi ni kipindi cha Roho Mtakatifu. Sasa ufanye makazi yako ndani ya kanisa, ndani ya kanisa, ufanye makazi yako ndani ya kanisa. Masomo yanayotutangulia katika ufunguzi wetu wa semina hii ni kutoka kitabu cha Samuel wa pili sura ya 22 mstari wa 2 na kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Timotheo wa pili ile sura ya 4 mstari wa 17. Maneno ya Mungu yanasema, Bwana ndiye jabali langu na ngome yangu na mwokozi wangu. Paulo aliandika, lakini Bwana alisimama pamoja nami akanitia nguvu ili kwa kazi yangu ule ujumbe utangazwe kwa utimilifu hata wasikie mataifa yote, nami nitaokolewa katika kinywa cha simba. Hayo ndio maneno ambayo yanatutangulia katika semina yetu hii. Sasa
pale mwanzo katika Samueli imetaja maneno kama jabali, ngome, mwokozi, lakini katika tafasiri nyingine Biblia inasema vile vile kuna mwololo. Lakini ukubwa katika ile sehemu ya pili tumekutana na neno ambalo linasema ni simba. Sasa kwetu sisi wote wana semina ambao tupo hapa, tunaona wazi kabisa maneno haya yanatoka kwa Mungu mwenyewe ambaye anaambia kwamba yeye ni jabali. Manake kama ni jabali, yeye ndiye kinga yetu. Halafu anasema yeye ni ngome, maana anatuzingira sisi Mungu katika maisha yetu. Halafu anasema ni mwokozi, yani yeye ndiye wa kutuokoa, wa kutukomboa, Mungu wetu. Halafu yeye Mungu huyu ndiye aliyetuumba, si kitu ya hali tulizonazo katika mili yetu, lakini Mungu ndiye aliyetuumba. Halafu ndiye mlinzi wetu, yeye ndiye kimbilio letu, haijalishi ya namna yoyote ile ambayo tunayo katika maisha, lakini yeye ndiye anayetulinda na walinda wengine wote, iwe ni wanaume na wanawake na watoto na vijana na wazee na wote walio katika maeneo mbalimbali. Mungu ndiye jabali, yeye Mungu ndiye kimbilio letu, yeye ndiye ngome yetu tulionayo, ndiye kimbilio letu, yeye ni ngome yetu na mwokozi wetu. Kwenye tafsiri nyingine iliyozungumza kwamba ni mwololo, maana inaonyesha kwamba ni mti mgumu. Halafu mti huu mgumu unapandwa kando kando ya ziwa au kwenye mto, kwenye maji, ambao mti huo hauwezi kukauka haraka na unatoa mbao ngumu sana. Inafananishwa na habari katika mwendo huu. Lakini pale kwenye nani inazungumza habari za simba, najua kwa anasema niokoe katika kinywa cha simba. Maana yake kwenye kinywa cha simba ni kwenye taabu, tunajua ni kuliwa na kutafunwa na kuharibiwa kwa namna yoyote hiyo. Sasa yote haya yanaunganisha kuonyesha kwamba anayeweza kutuokoa kwenye tabu zetu, anaweza kutuokoa kwenye matatizo yetu, anayeweza kukutana nasi kwenye mahitaji yetu, ni huyu ambaye ni mwamba, ni huyu ambaye ni jabali, ni huyu ambaye ndiye ngome yetu, ambaye ndiye kimbilio letu, ambaye hana upendeleo. Mungu peke yake ndiye anataka kutukumbusha katika semina yetu hii. Anatujali Mungu. Pengine wangekuwa wanadamu wa hali za kawaida wa mwili, nyama na mifupa, wangeliweza kutusahau kutokana na changamoto tulizo nazo sisi kila mmoja wetu. Lakini Mungu ambaye ni kimbilio letu, ambaye ndiye ngome yetu, ambaye hana upendeleo, anatutunza. Ndio maana anatumia watu wake kwa namna yoyote, kwa gharama yoyote ile ambayo ndio imetukutanisha sisi hapa, tupate nafasi ya kujifunza yale ambayo ni ya kutusaidia, kutukomboa, kukutana na mahitaji yetu ya kila siku kama watu wengine, ama ambao wanaweza wakawa wametusahau, ama wakawa wametutenga, ama wametunyanyapaa, hatuweze kufanya hivyo. Lakini Mungu ambaye ndiye kimbilio letu, ambaye ni ngome yetu, yeye hii ndio msaada wake kwetu sisi. Kupitia katika idara hii ya diakonia, ili tupate kujifunza
na sisi kukutana na mahitaji yetu. Bwana Kondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Katika hali hiyo, nyumbani mwa Mungu, mwa Baba yetu, tujisikie kwamba yeye yupo pamoja na sisi katika semina hii ambayo tumetoka nyumbani kwetu. Kuna jambo ambalo tunahitaji kulipokea. Kuna jambo ambalo tunahitaji kujifunza. Kuna jambo ambalo tunahitaji kulipokea katika mji wetu wa semina, kwenye masomo mbalimbali ambayo yatatolewa na wakufunzi wetu ambao Mungu anawajalia kwa karama hiyo, wakutane na sisi, kila mmoja kwa jinsi hali yetu sikijua. Na katika wimbo la kwanza tunazungumza juu ya habari za roho katika imani ya Kristo. Tunajua kwamba Roho Mtakatifu, yeye huyu ni mlinzi wetu, yuko pamoja nasi. Yeye anaingia kwenye ufahamu wetu ili atusaidie kuyapokea yale ambayo wakufunzi wetu wataendelea kutuelimisha na kukumbusha, yakae kwenye ufahamu na kumbukumbu zetu na kwenye matendo. Maono mbalimbali, kuna vitu mbalimbali tulipotoka kule Mbeya, kuna zana mbalimbali beba kwenye gari, nao kutoka Dar es Salaam wakufunzi wetu nao vile vile wana nyenzo mbalimbali. Kuna maandishi mazuri sana yapo huku kutoka kwenye zile ambayo wako hapa mbele yetu, watafanya kazi kwetu. Kwa hiyo tusikate tamaa kwamba tupo peke yetu kwa sababu ya hali zile tulizo nazo. Hapana, Mungu anatupenda, yuko pamoja na sisi, yeye anatulindia, anatusaidia kupitia kwa hawa wenzetu, tuwapokee hayo. Ili tukipata kujifunza haya tulionayo, na sisi tunakutana na mahitaji yetu, hatukai mahali kwa ajili ya kuomba tu, kukaa huko mahali ili kufanywa na wengine kwa ajili ya faida zao, lakini tunaweza kupokea ujuzi, tukafanya kazi na tukapata fedha, tukaipata mahitaji ya nguo, tukapata chakula, na vile vile tukapata na sadaka ya kumrudishia Mungu, kumshukuru kutulinda uhai tulionao mpaka hapa. Halafu cha ajabu ni kwamba kule mbinguni ambako ndiko taraja yetu tunayotarajia wote, hata katika dini zote tunazungumza habari kule, hakuna atakayeangalia uso wa mtu wala hali yake na jinsi yake. Sisi wote tunakutana pamoja kwa Mungu kama mtoto wake, kama wana. Na kwa sababu hiyo tujisikie ujasiri mwingi, tujisikie kifua mbele kwamba Mungu anatuzuia na sisi kupitia katika idara hii kwa wakufunzi wetu ambao wapo pamoja na sisi, wamesafiri kutoka mbali, kuwepo tayari katika hili. Wanatuokoa, wanatupa ujuzi na ufahamu wa kutuokoa kwenye tabu ambako tunazungumza habari ya simba, kwa sababu simba ni kuliwa kwenye maisha na hitaji. Tunataka kutufikishia kitu ili na sisi tuwe salama na tujisikie fahari tukiwa haya. Kwa sababu hiyo Mungu atutangulie sana na tujalie afya njema sisi sote, usikivu mzuri tunapokea haya, kwamba Mungu ambaye ni ngome yetu, ni jabali yetu, ni mwokozi wetu, yeye ambaye anatupenda sana, yuko pamoja nasi na kutujalia afya njema. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Naomba nichukue semina hii kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.